Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zurula Sa ameshaitoa kwetu, nami naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama gesi unavyoona, tema ya siku ya leo inahusu siri iliyofichika ya Ufunuo sura ya 5. Siri iliyofichika ya Ufunuo 5. Tutaingia katika kitabu hiki cha Ufunuo ambacho ni kitabu ambacho wengi kabisa, walio wengi huwa wanaogopa kukisoma na kuingia ndani ya maandiko hayo ambayo yameandikwa ndani ya kitabu cha Ufunuo, ingawa ni katika Biblia za kisasa, na wanaposoma mambo ya Ufunuo ambayo yameandikwa katika kitabu cha Ufunuo chenyewe, huwa mara hawaelewi zaidi sana unabii unaopatikana ndani ya kitabu hicho, na ndio maana watasoma kitabu hicho bila kuelewa wala kujua maana halisi ya kile wanachokisoma. Lakini sisi tutagusia zaidi sana, tutaenda kuongelea ndani ya Karata Ndimsi, kuwapatia toleo halisi ya namna ya mambo yalivyokuwa kuhusiana na kitabu hicho cha Ufunuo sura yake ya 5. Lakini kabla ya kuingia ndani ya Karata Ndimsi, basi tutagusa baadhi kidogo ya maandiko katika Biblia za kisasa, alafu ndipo tutaingia moja kwa moja katika Karata Ndimsi. Kitu cha kwanza ambacho mnatakiwa kukielewa ni kwamba kwa wale ambao wanaojua na waliosoma Biblia wanajua kwamba kitabu cha Ufunuo kimeandikwa na Yohana, yule watakayeita Yohana ambaye alikuwa mwanafunzi. Yeye ndiye aliyeandika, lakini swali la kujiuliza wakati alipoandika, je, alikuwa akiandika aidha alipoona maono alikuwa kimwili, alikuwa katika mwili wake, aidha alikuwa nje ya mwili wake, yani ndani ya roho yake? Kwa hiyo hizo ni swali ambazo lazima watu wajiulize wakati atakapoandika hayo, wakati atakapoona hayo maono na funuo, kwa sababu ataona mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yajayo, na haya yote alitakiwa kuyaandika. Sasa wakati anapoona hayo mambo, alikuwa nje ya mwili wake, alikuwa katika mwili wake, aidha ilikuwa namna gani? Hizo ndio swali, na jibu lipo katika kitabu cha Ufunuo ndani ya Biblia za kisasa sura yake ya 1 mstari wa 10 ambaye inasema na alikuwa katika roho. Kwa hiyo hapa moja kwa moja yeye Yohana anasema kwamba hakuwa katika mwili wake, bali alikuwa katika roho. Na anaposema kuwa katika roho, maana yake ni nini? Maana walio wengi wanaweza wakasoma wakasema kuwa katika roho ni kitu gani? Aweza ni kunena kwa lugha, kuwa haya mambo yote sio kwa namna mnavyofikiri. Wanaposema kwamba nilikuwa katika roho, maana yake yani nafsi yake ilikuwa ndani ya roho yake, ili kwenda kuona kupitia macho ya roho yake, kwa sababu ni macho ya roho ndiyo yanayoona maono. Alafu sasa nafsi anaingia ndani, sasa anaona kupitia macho ya roho yake. Hapo ndipo unaelewa kwamba na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Ndivyo tafsiri ambao wametoa siku ya Bwana. Siku zingine ni za nani? Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Kwa hiyo hayo tumeyaona kwamba Yohana alikuwa kiroho na si kimwili. Na unapoenda katika kitabu cha Ufunuo hicho hicho sura yake ya 5 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 4, anaanza kusema namna gani? Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja mihuri zake? Alama ya kuuliza. Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Kwa hiyo maana yake wanawaambia kwamba ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba hakuna mtu, kwa gisi anavyosema yeye Yohana, yaani alianza kwanza kuongelea kuhusiana na mbinguni, kwamba katika mbingu hakuna mtu. Ina maana kwamba na huko mbinguni hakuna mwanadamu anayeishi mbinguni, tuseme. Yaani mbingu ni la malaika, na sio malaika tu,
hata Mungu naye pia yuko mbinguni, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema wakati wanafunzi wake walipomuuliza ni namna gani unaweza ukatufunza kuomba, akasema kwamba unapotaka kuomba mseme Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo inapenda kuonyesha kwamba huyo Mungu naye pia yuko mbinguni. Sasa anakuambia kwamba kuhusiana na wote wanaokaa mbinguni na Mungu na malaika na nani, na sijui kama watasema na Yesu pia, ambaye naye pia wanasema kwamba yuko kwenye mkono wa kulia wa Mungu. Hakuna hata mmoja katika mbingu ambaye alikuwa hata na uwezo wa kufungua hicho kitabu. Hivi sijui kama unaelewa. Maana hata Mungu, ikiwa Mungu yuko mbinguni, na hakuna yeyote yule aliye mbinguni ambaye, yeyote, wanaposema yeyote, yani ujue kwamba yani kila kiumbe. Kwa hiyo na Mungu, kwa sababu hawakuweka kweli kweli kwamba isipokuwa Mungu. Yani hakuna mtu, na kwenye tafsiri hiyo hakuna yeyote, na yeyote yani hata na Mungu na malaika na nani, hakuna hata mmoja, wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Kwa hiyo tayari mumeona hayo, wanawambia hivi. Lakini kitu cha kushangaza zaidi sana ni kwenye mstari wa 4 ambapo Yohana akasema, nami nikalia sana. Kwa nini alilia sana? Alilia kwa sababu hakuona hata mbinguni hakuna hata mmoja, chini ya dunia hakuna, ndani ya ardhi hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na uwezo wa kwenda kukifungua hicho kitabu. Na ndio maana yeye akaanza kulia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mnaona eh? Kwa hiyo katika tafsiri zingine mkisoma vizuri, na zaidi sana katika tafsiri za Kifaransa, wao wanasema kwamba Yohana akasema kwamba akatokwa na machozi, yaani akatokwa na machozi. Sasa tangu lini roho inatoa machozi? Wakati gani ambapo roho inaweza ikalia na kutoa machozi? Machozi ni kitu ambacho cha hali inayoonekana kwa viumbe ambavyo viko katika hali hii inayoonekana. Ni kweli roho inaweza ikahuzunika, roho inaweza kweli ikapata hasira, lakini roho haiwezi kutoa machozi. Hapa tuko katika uhalisia, tuko katika mambo ya kiroho, sio mambo ya Mungu ameniambia, haiza katika mambo ya dini. No, hivi ndivyo mnavyotakiwa kuelewa. Roho inaweza kukasirika kweli, roho inaweza kuhisi maumivu, ni kweli, bali roho haiwezi kutoa machozi. Kwa hiyo tutawaonyesha pia kwamba roho haiwezi ikatoa machozi kulingana na kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 33 hadi 35, ambaye inasema Yesu alipomwona analia kumrazi, na wale Wayahudi waliokuja pamoja naye wanalia pia. Hapa wanaongelea kuhusiana na yule aliyefariki, rafiki yake ya huyu wanayeita Yesu, ambaye tutaita ni Lazaro. Wanasema kwamba wakati alipofika sasa, hapo ndipo yule, kuna mmoja kati ya dada zake walikuwa wanalia, Wayahudi wengine waliokuwa pamoja naye wanalia pia. Alijawa na huzuni na kufadhaika moyoni, kisha akawauliza, mlimweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo uone. Yesu akalia machozi. Kwa hiyo hapo wanaposema Yesu akalia machozi, hilo ni jambo ambalo linaweza likaeleweka, kwa sababu wanaongelea hapa yule ambaye ni wa kimwili, ingawa tunajua kwamba Yesu hajawahi kuwepo, lakini kulingana na maandiko jinsi wanavyosema, sio kwamba ni roho inayolia, hapana, bali ni mwili, yani ni kuhusiana na mwili ndio nao huzunika. Sasa ndugu zangu, kwa hiyo kitabu ambacho wanaandika katika Ufunuo Ufunuo sura ya 5 mstari wa 4 kwamba sijui alilia kwa machozi akatokwa na machozi, katika tafsiri zingine zaidi sana za Kifaransa, yani ni maandiko ambayo ni ya uongo kabisa. Lazima mulijue hilo. Tunaingia sasa katika Kalata Ndimsi, kitabu cha maajabu ambacho ni upande uliofichika wa Biblia Kalata Mbale, ili tuende kuambia mafundisho ambayo mtaenda kuyasikia kwa siku ya leo hamujawahi kuyasikia kwa mtu mwingine. Yaani ni mafundisho tu ambayo yanatoka kwa mzaliwa wa pili peke yake. Na ndio maana wakati tunaposema kwamba mzaliwa wa pili ndiye mwalimu pekee, msifikiri kwamba tunaongea kwa sababu tujifariji au tujiridhishe. Tunajua ni nini tunachokiongea. Sasa yote niliyoanza kuongea ulikuwa ni utangulizi. Hivi sasa tunaingia kwenye gongwa lenyewe la mafundisho. Kipengele cha kwanza, maana mafundisho yetu yatakuwa na vipengele mbalimbali, na kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana na roho wa maandiko. Nasema roho wa maandiko ndiye ninayoongelea.
tunaenda ndani ya karata ndimsi katika kitabu cha Babysedi ambacho ni kitabu cha Ufunuo pia sura yake ya 5. Sura yake ya 5 kuanza mstari wa 1 hadi 5. Hii inaanza kusema hivi: kisha nikaona kwenye mkono wa kuume wake yeye aliyekuwa kati ya Jopele Epeti. Jopele Epeti kuna mabano kiti cha enzi. Tunasimama kwanza hapa halafu tunaingia ndani. Yaani wanatuambia hapa kwamba hapa ni Lakisabe ambaye alitokewa na mlinzi ili kwamba apate kwenda kumuonyesha mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yatakayokuja. Sasa akiwa katika hiyo hali, yeye anakuambia kwamba alipoona sasa mahono, na wakati alipoona hayo mahono akaona Jopele Epeti, halafu wanatuambia kwamba ni kiti cha enzi, ndio maana yake. Sasa hicho kiti cha enzi, watu walio wengi wanaposema kiti cha enzi tayari wameshaona moja kwa moja ni kiti ambacho labda ni cha mfalme, anaweza kakaa juu yake. Ni viti ambavyo vipo ambavyo watu wanajua, na ndio maana hata ndani ya hizo Biblia watasema kwamba Mungu yuko kwenye kiti chake cha enzi, na watakapochora huyo Mungu aliye kwenye kiti chake cha enzi, yaani ni viti ambavyo mnaona kweli kweli kama hivi viti katika hali inayoonekana, ambapo tunaona kwamba hao wafalme wanaweza wakakaa. Hivi ndio viti ambavyo mtaenda kuona wanafanya nini, wanavichora katika michoro yao ya kidini. Ila nyinyi mnatakiwa kuelewa kwamba wakati Lakisabe anaposema kwamba akaona Jopele Epeti ambayo itawakilisha, itamaanisha kiti cha enzi, hicho kiti cha enzi sio kiti cha kukalia, bali ni roho ambazo zinaitwa kiti cha enzi, na katika lugha ya asili ni Jopele Epeti. Kwa hiyo hapo lazima mwelewe mambo vizuri, ili kuenda kuelewa baadaye ni nini ambacho kinachoendelea. Sasa na hapa ndio maana tunaposema katika ulimwengu wa kiroho, unapoongelea kila kitu ambacho kimo katika ulimwengu wa kiroho, yani kina uhai, kinaishi. Kwa hiyo ukisema kwa mfano ni kiti, yani ni kina uhai, kina ufahamu. Mavazi, unaposema vazi fulani, yani ujue kwamba ni roho nyingine hiyo ambayo inahusiana na vazi za mavazi. Sasa hapa sasa hawajamalizia, tunasoma kwamba kisha nikaona kwenye mkono wa kuume wake yeye aliyekuwa kati ya Jopele Epeti, yani kitabu cha enzi, kiti cha enzi, kitabu cha siri. Sasa kitabu cha siri kuna mabano roho wa maandiko na roho wa rekodi katika gombo lililoandikwa ndani na nje, lililofungwa kwa mihuri 7. Wanawaambia kwamba ni gombo hiki ni kitabu tu, lakini gombo ni vile vya kukunjwa ambayo imeandikwa ndani na nje, yani tayari hilo mnatakiwa kuelewa. Lakini wanawaambia kwamba wakati Lakisabe alipoona hicho kitabu cha siri, hicho kitabu kweli yeye ataona sio kitabu kama kitabu cha hali inayoonekana cha dunia, lakini watamwonyesha ni taswira tu za kile kitu ambacho yeye anachokifahamu. Hivi ndivyo roho za gizo kuna vitu wanapoongea na sisi, yani wanatuonyesha zaidi sana taswira za picha ya mambo ambayo sisi tunayajua vizuri katika hali inayoonekana, ili tupate kupenya vizuri, kwa sababu bila kuonyeshwa hivyo itakuwa ni vigumu zaidi sana yeye kuelewa ni nini ambacho kipo. Sasa baada ya kuona hicho kitabu cha siri, ndipo ataona kwamba hicho kitabu yani kinawakilisha, kuna roho wawili, kuna roho wa maandiko na kuna roho wa rekodi. Kwa rekodi, yani rekodi ni kila kitu ambacho uliwahi kuandika, aweza kufanya hivi, alafu sasa mnahifadhi sehemu. Yani huyo roho yeye atasaidia sasa, ili kwamba wakati utakapoandika kwa usimamizi na uangalizi kabisa wa huyo roho wa maandiko, ndipo sasa utahifadhi, na hapo ndipo roho wa rekodi atakuwepo katika lengo la kusaidia yale ambayo uliyoandika yasipate kupotea, yasipate kuharibika, aidha kuchukuliwa, aidha kubadilishwa. Kwa hiyo Lakisabe yeye ambaye alikuwa ni mweusi, maana mambo ya kiroho ni swala la rangi, lazima watu wapate kuelewa hili, na yeye ambaye alitembelewa na mlinzi aliyemtokea na kumwonyesha mambo hayo yaliyopita, mambo yajayo na mambo yaliyopo. Sasa
akaona jopele epeti, ambayo maana yake ni kiti cha enzi. Kiti hicho cha enzi, nasema tena, sio kiti cha kawaida kama gisi mnavyokuwa na tabia za kuona viti mbalimbali. Sasa kutokana na hilo, ndugu zangu, ndipo Lakisabee alielewa kwamba nyuma ya kitabu hicho, yaani kuna roho wa maandiko na kuna roho pia wa rekodi, kwa sababu ni roho huyo wa maandiko ndiye atakayemsimamia, ndiye atakayemvuvia ili apate kuandika. Na wakati anapompatia uweza huo, yaani ataandika kilicho sahihi na hatakuwa na hali ya kuongeza mawazo yake yeye binafsi, aidha kile ambacho yeye ameelewa. Hapana. Ndio maana mstari wa pili nasema, kisha nikaona roho yenye nguvu iliyopiga kelele kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua kitabu cha siri katika gombo na kuvunja mihuri yake? Nasimama kwanza hapa, ndugu zangu, luba, halafu tunaingia ndani. Kwa hiyo kwenye mstari wa kwanza tumeona kwamba Lakisabee aliona kitabu, na kitabu hicho akaona nyuma yake kuna roho wa maandiko na roho wa rekodi. Sasa katika mstari huu wa pili sasa tunasoma, yeye akaona sasa roho mwingine, eza roho ingine yenye nguvu pia, iliyopiga kelele kwa sauti kuu ikisema namna gani? Ni nani anayestahili kukifungua kitabu hichi cha siri katika gombo na kuvunja mihuri yake? Maana ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Ndivyo tulivyoona katika Biblia za kisasa. Nasi tunajua kwamba, na tukasema kwamba kwelikweli Mungu yuko mbinguni, lakini yeye hakuweza, hata yeye pia kati ya wale ambao wako mbinguni hakuwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kukifungua hicho kitabu, maana haikuandikwa kwamba isipokuwa Mungu tu, hilo alikuandikwa. Kwa hiyo watu waelewe vizuri kwamba wakati wanapoandika lazima kuwepo na usahihi wa maneno, lakini hawa hawawezi wakaweka usahihi wa maneno kwa sababu wao wenyewe hawakuongozwa na roho wa maandiko, maana waliongozwa na roho ambazo ni mbaya, na ndio maana mambo mnayaona kama gisi yalivyo. Ndio maana akasema Lakisabee, kisha nikaona roho yenye nguvu iliyopiga kelele kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua kitabu cha siri katika gombo na kuvunja mihuri yake? Maana yake ni nini wanaposema kwamba ni nani anayestahili kukifungua kitabu cha siri katika gombo na kufungua mihuri yake? Maana yake ni nini? Ndani ya mabano Kalata Ndimsi natuelezea maana yake ni ambaye anastahili kupokea moja kwa moja uanzishwaji na utawazwaji wa roho wa maandiko na wa roho wa rekodi. Ndio maana yake. Yaani hiyo ndio maana wanaposema kwamba ni nani anayestahili kukifungua kitabu hichi cha siri katika gombo na kuvunja mihuri yake, maana yake tu ni kwamba ni nani anayestahili kupokea moja kwa moja uanzishwaji, yani kuanzishwa na kutawazwa na roho wa maandiko na roho wa rekodi. Ni nani? Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo ndio maana yake ya kwa nini eza ni nani awezaye. Sasa roho wa maandiko kama jinsi nilivyosema, yeye atakuongoza kwa namna gani utakavyoandika, alafu sasa utahifadhi hayo maandiko ulioandika, na hapo ndipo tunaona pia moja kwa moja roho wa rekodi yupo ili kuhifadhi yote ulioandika. Lakini Lakisabee anaendelea kusema kwamba na hakuna yeyote, sikilizeni kwa makini, tofauti na Biblia za kisasa, na hakuna yeyote katika astrali, yani ulimwengu wa nafsi, hapana mbinguni, astrali, wala juu ya ardhi, wala chini ya ardhi, kuna mabano, hata viumbe waishio majini, tunafunga mabano, aliyeweza kukifungua kitabu cha ajabu katika gombo wala kukitazama. Kwa hiyo hapa ndio tunaona utofauti kati ya hayo
walioandika ndani ya Biblia za kisasa na uhalisia wenyewe wa mambo kama gisi yalivyokuwa, ndugu zangu. Ndio maana mstari wa 4 inasema nami nikahuzunika, hapana nikalia. Haya machozi yakatoka katika tafsiri zingine za hizi za Kifaransa. No, hapa tuko katika ukweli halisi ambao kutokana na Yeloba Tite, muumba pekee wa kweli. Nami nikahuzunika, kuna mabano, kuguswa sana, kwa kuwa hakuna mtu aliyepatikana anastahili, kuna mabano, kupokea moja kwa moja uanzishwaji na utawazwaji wa roho wa maandiko na roho wa rekodi, kukifungua kitabu na au kukitazama. Mnaona? Kwa hiyo ndio maana Lakisabee alihuzunika sana. Na mstari wa 5 ndio maana anasema na mmoja wa Badum. Yaani Badum maana yake tafsiri tukasema ni wazee, lakini tunaposema wazee hapa sio kwamba ni wazee ambao watachorwa kwamba wameisha kuwa na mvi, no. Yaani unaposema Badum, wazee, katika hizi ni aina za roho za gizo kula vitu ambao wataita malaika na wengine. Ni roho za gizo kula vitu ambazo ziliumbwa mapema sana kabla ya wengine. Mnaelewa hilo? Ndio wanaitwa wazee. Msifikiri labda ni wazee ambao waliokuwa duniani hawa walifufuliwa wakaenda ndio hawa wazee 24. No, hawa wanaitwa ni Badun, na hii Badun maana yake ni wazee, yaani ni roho za gizo kula vitu ambazo ni wanaposema kongwe sio kwa kuzeheka, ni wa kwanza katika, yaani walidhihirishwa, waliumbwa mapema, tuseme hivi, mnatakiwa kuielewa. Na mmoja wa Badum akaniambia katika maono, usihuzunike, tazama Jokisabe. Loba, tazama Jokisabe katika umbo la mfano la mwana kondoo ameshinda. Na simama hapa, halafu tunaingia ndani. Ndio maana waambia ndugu zangu, maneno ni muhimu sana katika mafundisho, maana ni maneno ya uanzishwaji ambayo mmoja kati ya Badun mzee atampatia Lakisabee. Ni aina ya uanzishwaji, ni aina ya roho zinazoanzisha watu katika maneno ili kutambua ni namna gani unavyotakiwa kuzungumza. Alimwambia Lakisabee kwamba kwa nini unahuzunika? Tazama Jokisabe. Hapana tazama mwana kondoo, no, tazama Jokisabe katika umbo la mfano, mwasikiliza, katika umbo la mfano la mwana kondoo ameshinda kukifungua kile kitabu na mihuri yake 7. Kuna mabano, yeye yuko zaidi ya uanzishwaji na utawazwaji wa roho wa maandiko na roho wa rekodi. Kwa hiyo hapa wanatuonyesha kwamba yeye kwanza, Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli mweusi, yeye yuko nje, yuko na uweza zaidi kuliko hata uweza ambao wanazirisha roho wa maandiko na roho wa rekodi. Kwa hiyo yeye, uanzishwaji ambao roho hizo zinatoa kwake Jokisabe, yeye yuko juu zaidi kuliko huu uanzishwaji ambao watu katika inaonekana wanaweza wakaupata kutoka kwa roho hao ambao ni roho wa maandiko na roho wa rekodi. Sasa kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho Lakisabee amefunuliwa kuhusiana na roho wa rekodi, za roho wa maandiko na roho wa rekodi. Ndio maana katika kitabu cha Dina Ewo ambayo wataita Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 6 hadi 9 wanasema, mimi Dina nilimuuliza Mutateti, je, mtu huyu amekuja hapa anaongelea nani? Anaongelea yule atakayeita Sauli, ambaye tunajua jina lake halisi kabisa, anaitwa kwa jina la Nyongi. Nyongi ni kweli ni wakati ambapo taifa la watu weusi liliomba kwamba lipate mfalme na sio wote, na hapo ulimwengu wa kiroho ukaamua basi kile ambacho wanapenda acha wapewe. Sasa wakapewa mfalme ambaye ni Nyongi, ambaye wataita Sauli. Sasa
ilikuwa wakati ambapo Dina ambayo itaita Samueli anatakiwa sasa amwakilishe mbele ya umati wa watu. Sasa ndipo nyongi akajificha. Alipojificha sasa, wakaanza kumtafuta. Dina akamtafuta, hakumwona, ndio maana akamuuliza sasa Mutatedi ambaye ni kaka yetu wa kiroho, ambaye watabadilisha jina lake kwamba wao sijui ni malaika wa Bwana. Akamwambia sasa, huyu mtu yuko wapi? Mutatedi akamwambia kwamba amejificha, yuko nyuma, yuko kati ya mizigo hapo, mtaenda kumuona, yuko pale amejificha. Mimi Dina nilimuuliza Mutatedi, je, mtu huyu amekuja hapa? Yuko kati ya mizigo. Alijibu Mutatedi, amejificha hapo. Basi wakakimbia na kumrudisha, naye akasimama katikati ya watu, alikuwa mrefu kuliko watu wote. Ndipo mimi Dina nikawaambia watu, tazameni, huyu ndiye mfalme mteule, hana wasawasawa miongoni mwenu. Miongoni mwenu, hapana miongoni mwetu, yeye hajiweki ndani. Kisha kila mtu akampa ishara ya kusimama, akipiga kelele, uishi mfalme. Kisha nikaorozesha, sikilizeni kwa makini, kisha nikaorozesha mbele yao haki na wajibu wa mfalme zilizoandikwa katika kalata mbale, kuna mabano. Kisha kumradhi, zilizoandikwa katika kalata mbale, kuna mkato, kisha kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa rekodi. Nikazinakili kwa uaminifu katika kitabu nilichowekewa katika patakatifu. Hatimaye niliwarudisha wasioanzishwa watumbwani bila manyumbani kwao. Huyu ni nabii Dina ambaye anamtawaza mfalme ambaye ni nyongi, na baada ya kumtawaza mfalme nyongi, kisha sasa akaanza kunakili kwa uaminifu haki na wajibu wa mfalme zilizoandikwa katika kalata mbale. Na kitendo cha kunakili, yani kufanya kopi, wakati anaponakili atanakili kwa uaminifu. Kwa sababu ya kitu gani? Kwanza, kwa sababu yuko chini ya usimamizi wa roho wa maandiko. Ndiye anayemshauri, ndiye anayemsaidia katika kuandika. Sio kwamba roho wa nani ataandika yeye mwenyewe, no, ndiye atakayempatia uwezo wa nini apate kukiandika. Na sio hilo tu, ili kupenda kuambia kwamba hata wakati anapoandika hata mkato hawezi akasahau kuweka. hawezi kuingiza maneno yake binafsi, hapana, kama jinsi mnavyoona ndani ya Biblia za kisasa, ambapo mtaona mara ni Daudi aliyeua Goliati, hako na mara kuna mtu mwingine ambaye aliua Goliati. Sasa muulizi ni nani aliyeua Goliati? Haijulikani. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo mtaona mikanganyiko ambayo himo ndani ya Biblia, ambayo mtakuja kuelewa kwamba kwelikweli wale waandishi wa Biblia hawakuongozwa na roho wa maandiko, hawakuongozwa na roho wa ukweli. Kitabu cha Ufunuo ambayo ni Biblia ndani ya kalata ndimsi sura ya kwanza mstari wa 15 nasema, unachokiona kiandike katika kitabu, kuna mabano, chini ya uangalizi wa roho wa maandiko na roho wa rekodi, baada ya kurudi katika mwili, kuna mabano, mwili wako wa kimwili, ili kukituma kwa walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa. Kwa hiyo kabla la Kisabe kuona hayo yote, ndugu zangu, yani mlinzi roho ambaye aliyemjia ili kumwongoza katika safari yake, atamwambia kwamba yote atakayoyaona atayandika punde tu atakaporudi katika mwili wake wa kimwili, kwa sababu unapokuwa katika ulimwengu wa kiroho hauwezi ukaingia na kalamu aweza kuandika hakuna, lazima arudi, halafu sasa ndipo atakapoandika. Na wakati atakapoandika haya yote aliyoyaona, hawezi akayaweka tu yeye mwenyewe kwa akili zake mwenyewe tu, bali ni kwa sababu ya msaada wa roho hizo, roho wa maandiko na roho wa rekodi, ndiye anayemsaidia ili kwamba mambo pia asipate kuyasahau. Ndio maana hicho kilikuwa kipengele cha kwanza.
tunaingia sasa kwenye kipengele cha pili ambacho kinahusu siri ya pembe saba na mihuri saba. Siri ya pembe saba na mihuri saba. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 5 mstari wa 6 hadi 10 nasema, na nikaona katikati ya hii jopele epeti, ambacho ni kiti cha enzi, ndio maana yake, na ya wea wane, yani ni maserafi, na katikati ya baduni tumeshaelezea kwamba ni wazee, wale ambao wataitwa wazee 24, mfano, kuna mabano, kiwakilishi, tunafunga mabano, taswira ya mwana kondoo ambaye alikuwa pale kama ameuawa, kuna mabano, ameachwa. Tunasimama kwanza hapo ili tuende kuelezea vizuri. Hapa mtaelewa kitu kimoja, ndugu zangu. Ndio maana nikasema tunaposema mwalimu ni mmoja, yani mwalimu ni mmoja tu, maana hakuna yeyote ambaye anaweza katoa ufunuo au ufafanuzi wa haya ambayo mtaenda kuyasikia. Ndani ya Biblia za kisasa wanaongelea pia kuhusiana na mwana kondoo aliyechinjwa. Sikilizeni kwa makini. Sasa kitu ambacho wao wanachokifanya, wanachoongea ni kwamba huyu mwana kondoo ambaye wanaongelea katika kitabu hicho cha Ufunuo sura ya 5 aliyechinjwa, wao wanasema kwamba huyo ndio nani? Ndio Yesu. Huyo mwana kondoo aliyechinjwa ndiye Yesu. Na mimi ndio nawaomba nyote mnaosema kwamba nyinyi mnasoma Biblia, nawaomba tu andiko moja tu basi, munipatie andiko moja katika Biblia hizo za kisasa ambazo mko nazo, ambapo huyu mwanayeita Yesu kwamba alichinjwa akiwa msalabani. Hilo andiko tu mnipatie, hilo andiko tulione kwamba huyo Yesu wakati alipokuwa msalabani, kwa mujibu wenu, kwamba alichinjwa. Maana kikawaida mnatakiwa kuelewa kwamba ili kwamba kuwepo na dhabihu katika taifa la Israeli kulingana na Biblia, lazima kuwepo na kuchinjwa kwa mnyama. Hapo ndipo dhabihu kabisa inakubalika. Sasa mwanakondoo huyo wanayeongelea ni mwanakondoo yupi huyo ambaye alichinjwa? Wao wanasema kwamba huyo mwanakondoo ndiye anayewakilisha nani? Yesu. Sasa Yesu yeye mwenyewe hakuchinjwa. Angelikuwa labda alichinjwa akiwa kwenye msalaba, ndipo tungesema kwamba okay, inawezekana kweli kweli akawa ni yeye ambaye anaongelewa hapa. Kwa hiyo mwana kondoo ambaye wameweka katika kitabu cha Ufunuo ndani ya Biblia za kisasa sura yake ya 5, yaani ni uongo mkubwa wanaposema kwamba huyu atawakilisha huyo Yesu, kwamba ni yeye huyo Yesu. Ni uongo. Kwa hiyo tutaenda kuwapatia utambulisho halisi wa mwana huyo kondoo, utambulisho wa mnyama huyo ambaye wanaongelea katika kitabu hicho cha Ufunuo sura yake ya 5. Ndio maana tunaendelea kusoma ndani ya karata ndimsi, na nikaona katikati ya jopele epeti, yani kiti cha enzi, na ya wea, yani maserafi wane, na katikati ya badum, yani ambao wataita wazee, mfano, kiwakilishi, taswira ya mwana kondoo ambaye alikuwa pale kama ameuawa, kuna mabano, ameachwa. Kwa nini alikuwa kama amechinjwa au ameachwa? Kwa nini? Maana Jokisabe ambaye atachukua uwakilishi, yani atawakilisha, sio kwamba ni yeye, akiwa katika hali inayoonekana kweli Jokisabe hakuchinjwa, hapa. Sasa swali wataeleza, ina maana Jokisabe anapenda kuchukua wazifa wa huyo mnyama ambaye alifariki? No, hapana. Tutaenda kuwaelezea kwa nini ni uwakilishi aliochukua wa mwana huyo kondoo aliyekuwa kama amechinjwa. Tutaenda kuambia alikuwa na pembe saba na macho saba, ambayo yanawakilisha roho saba za usiku na roho saba za mwanzo wa uumbaji unaoonekana. Kwa hiyo wanawaambia kwamba, na mkiangalia hata picha ambayo tumeweka kwenye hii video, mtaona kwamba kuna mwana kondoo ambaye ana macho, mnaweza mkahesabu ni saba, na pembe wanawaambia kwamba alikuwa na pembe saba. Sasa mtapewa ufunuo ambapo tunaambiwa kwamba yani pembe hizo, alikuwa na pembe saba na macho saba, ambayo yanawakilisha, yani pembe saba na macho saba
yatawakilisha roho 7 za usiku, lakini pia na roho 7 za mwanzo wa uumbaji unaonekana. Tunajua kweli kweli kwamba katika kitabu cha Danieli kweli yeye anapoongelea pembe aliongelea kuhusiana na pembe, kweli zitawakilisha falme, zitawakilisha wafalme, lakini hapa katika mafundisho kuhusiana na pembe hizi na kuhusiana na macho haya yatawakilisha roho 7 wa usiku na roho 7 wenye mwanzo waliokuwepo kwenye mwanzo wa uumbaji wa hali inayoonekana. Akaja na kukitwaa. Aliyekuja kukitwaa ni nani? Ni Jokisabe, Kristo wa kweli. Akaja na kukitwaa kile kitabu cha ajabu kutoka mkono wa kuume wa yeye aliyekuwa kati ya Jopele Epeti, yani kiti cha enzi. Ndio maana narudilia sasa, kwa nini Jokisabe atachukua uwakilishi huo wa mwana kondoo? Hilo ndio swali ambalo kila mmoja atapenda kujua. Ndio maana tunaingia kwenye kipengele cha 3 ambacho kinahusu siri ya mwana kondoo, na hapa tutaenda kuwafunulia yule mwana kondoo ambaye anaongelewa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 alikuwa nani hasa na hata jina lake. Mstari wa 8, kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Alipokwisha kukitwaa kile kitabu cha ajabu katika gombo, wale weya, yani maserafi 4 na wale 24 wa Badum, yani wazee, hawakusujudu wakasujudu kumradi, wakasujudu si mbele ya sana, yani ya taswira ya mfano ya mwana kondoo, hapana, wala mbele yake yeye aliye kati ya Jopele Epeti, yani kiti cha enzi. Kila mmoja wao alikuwa na envet hai na vikombe vya dhahabu vilivyojaa manukato yanayowakilisha maombi ya walioanzishwa na wasioanzishwa walioneemiwa. Nikatazama, nikasikia sauti ya bamululuma, ambayo utaita malaika wengi kuzunguka Jopele Epeti, yani kiti cha enzi, weya maserafi na Badum wazee, na hesabu yao ilikuwa makumi ya maelfu na maelfu ya maelfu. Walisema kwa sauti kuu, taswira ya mfano ya mwana kondoo kuna mabano Jokisabe. Loba taswira ya mfano ya mwana kondoo kuna mabano Jokisabe, na ile ya wapili yani mzalio wapili pia zinastahili kupewa heshima, utukufu na sifa, lakini maabudu ni kwa Tetehe peke yake tu. Kwa nini Jokisabe atatambulishwa kama ishara ya mwana kondoo wakati yeye akiwa duniani hakuuawa kwa kukatwa, kwa kunyongwa, kwa kufanya mambo mengine? Kwa nini? Ndio maana kitabu cha Kudumanemula sura ya 19 mstari wa 2 hadi 3 nasema namna gani? Hiki ni kipindi cha jangwani ambayo wataita Yohana Mbatizaji. Kikawaida hawawezi wakamuita Yohana Mbatizaji kikawaida, kwa sababu wakati alipozaliwa hawezi akaitwa Yohana Mbatizaji, kwa sababu anapokuwa bado mchanga hawezi akabatiza mtu, si ndio? Kwa hiyo huyo Yohana Mbatizaji alitoa sasa mbatizaji ni wakati alipoanza kubatiza sasa. Kwa hiyo kikawaida wakati alipozaliwa aliitwa Yohana tu. Kwa hiyo kwa nini wamuite Yohana Mbatizaji? Wakati mimi huyu atakayeitwa Yohana Mbatizaji tunajua kwamba alikuwa ni mweusi, lakini huyo Yohana Mbatizaji hajawahi kuwepo, ila ni historia halisi kabisa iliyokuwepo ya huyu ambaye ni patriarki wetu anayeitwa Jongwane. Ndiye waliyechukua historia yake wakabadilisha wakaita kwa jina la nani? Kwa jina la Yohana Mbatizaji. Lakini yeye anasema hivi, wakati mimi Jongwane nilipomwona Jokisabe tena kuna mkato, macho yangu ya kiroho yalifunguliwa mara moja, na alionekana kiumbe wa kwanza kabisa wa kidunia aliyejua kifo cha kimwili. Kweledi, huyo ndio kiumbe wa kwanza kufariki katika hali inayoonekana. Kweledi, yule mwanakondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu, kuna mabamu, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho mseto mwenye uso wa mwana kondoo, na ambaye alikuwa na mabawa kadhaa kubwa zilizotandazwa. Muonekano wa roho hii
ulifanana na makaa ya moto yanayowaka. Ilikuwa kama sehemu ya mienge na moto ulizunguka kuizunguka. Iliangaza macho yake kama nuru, miali ya moto. Mikono na miguu yake iling'aa kama chuma kilichosuguliwa. Yaani hapa wanaelezea kwanza kuhusiana na huyo roho mseto aliyekuwa na umbo la mwana kondoo. Ndio wanaongelea hapa. Wanamaanisha kitu gani? Jongwane alipoona Jokisabe, anakuambia kwamba macho yake ya roho yalifunguka, ndipo akaona mwana kondoo wa kwanza aliyeuawa, na nyuma ya mwana kondoo huyo wa kwanza aliyeuawa akaona roho mseto katika sura ya mwana kondoo. Ndio maana nikasema kwamba usipokuwa na wakufanana nawe katika ulimwengu wa kiroho hauwezi ukanyakuliwa. Umesikia kuna mwana kondoo na pia kuna roho ambaye ni mwana kondoo, ambaye ana sura ya mwana kondoo. Haijamaanisha kwamba huyo roho kwamba ni mtoto kwanza ni no, hapa. Unaona hicho kitu? Kwa hiyo ndio mambo ya kiroho gisi yanavyotendeka, ndivyo unavyotakiwa kuelewa namna hayo mambo yanavyotendeka, ndugu zangu. Sasa hapa Jongwane ataona Jokisabe, na wakati atakapomwona macho yatafunguka, na atakachokiona sasa ni mwana kondoo wa kwanza aliyeuawa. Na huyu mwana kondoo wa kwanza aliyeuawa, aliuawa na nani? Aliuawa na huyu atakayeita Abeli. Kwa hiyo mwelewe kwamba mwanaume wa kwanza kuvuja damu katika dunia hii sio Kaini, hapana, bali alikuwa ni Abeli. Mwanaume wa kwanza kuua kiumbe kilicho na uhai ambacho hakina kosa lolote alikuwa ni huyu mtakayeita kwa jina la Abeli. Lakini ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba ni Mungu aliyeomba Abeli na Kaini wamtolee sadaka, na wakati ambapo walipotoa sadaka, Mungu akapendezwa sana na sadaka ya Abeli kuliko ya Kaini. Na wanasema kwamba Kaini kutokana na wivu akaua mdogo wake. Haya ni mafundisho ambayo hayana msingi wowote. Mnaongea hivyo kwa sababu hamjui maisha ya viumbe vingine yako namna gani. Mnaambiwa dunia yote ilikuwa na usemi mmoja, ilikuwa na lugha moja, walikuwa wakitumia maneno yale yale, na kipindi hicho wanyama wote walikuwa wakizungumza lugha moja na watu. Sio wanyama ambao tuko nao kwa wakati huu ambao tunaweza tukawala sasa hivi, tunawachinja tunakula. Haikuwa hivyo katika kipindi cha awali. Yaani walikuwa ni wanafamilia moja, wanyama na watu. Ilikuwa ni familia. Na ikiwa mnapenda kuelewa, wanyama ambao walioumbwa wao pia ni batu, lakini kwa namna ya wanyama. Sasa Mungu amekuja, anaomba sadaka. Abeli anachukua mwana kondoo ambaye anaongea naye, anazungumza naye kama rafiki, kama ndugu, bila matatizo. Anachukua kwamba atamchinja ili amtoe sadaka kwa nani? Kwa huyu Yehova, Elohim El Shaddai. Na kweli akafanya hivyo, akamunguza. Mwenyezi Mungu akasikia harufu, akafurahia sadaka hiyo ya namna gani. Nani Abeli alipochukua mnyama akachinja, akakata, damu ikamwagika chini, na Mwenyezi Mungu, Mungu wa Biblia, anafurahia tu kwa sababu yeye anayependa harufu, akasikia harufu tu akafurahi. Ikiwa yeye ni muumba, hawezi akaumba kitu ambacho hiyo harufu anaumba tu inakuwa kwenye pua zake, anahisi hiyo harufu milele na milele. Ni vigumu. Ina maana kwamba kuna wakati ambapo Mungu anatakiwa kuunguziwa nyama ili apate kuhisi harufu, na kuna wakati harufu inaisha, tena watu watapika, aidha wataunguza wanyama wengine ili Mungu awe kila wakati anasikia harufu. Na hicho ndio kiumbe ambacho tumekuja kupewa sisi, kwamba tuamini kwamba huyu ndio muumba. Na sisi hatuwezi tukarudi nyuma tena, maana huo wote ulikuwa ni ujinga ambao tuliingizwa ndani. Tunawaombea tu ndugu zetu ambao bado wako katika huu mtego, nao pia wapate kuyaona haya
na kuyatafakari na wafanye uamuzi ambao ni wa busara. Sote tulikuwa huko, lakini hatupo tena. Tumeshaona ujanja ambao upo sasa. Lakini hapa tunaona kwamba kwelikweli ni shetani mlima Bobe aliyekuwa nyuma, sio kwamba ni ulimwengu wa kiroho. No, ni shetani mlima Bobe ndiye aliyechukua mwonekano wa Mutatedi na akaja kudanganya Pongise ambayo teta Kaini na mdiwe Abeli kwamba watoe sadaka kwa ajili ya Luba, na hiyo sio vizuri. Yaani alikuwa ni shetani aliyejigeuza. Huo ndio ukweli ndani ya maandiko ya kweli. Ndio maana wanasema kwamba ni Kweledi. Kweledi ndio huyu mwanakondoo. Kweledi ndio jina lake. Umeona? Kwa hiyo hapo ndio mnatakiwa kuelewa kwamba sio kwa sababu ni mnyama tu, hata wanyama nao pia wana majina yao. Kama vile watu, sisi watu, mimi ni mtu, wewe ni mtu, lakini una jina lako wewe mwenyewe. Mimi naitwa Imani na wewe unaitwa jina lingine, na ndivyo ilivyo hata kwa wanyama pia. Ndio maana huyu anaitwa ni Kweledi, mwanakondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu, ambaye alikuwa mwathirika wa kwanza kupenya, kuna mabano, kujua kifo, na ambaye hakuwa amedai kulipiza kisasi. Loba, hapa ndipo mtakapoingia, na hapa ndio kuna chimbuko la kuelewa namna gani haya maandiko yalivyo. Kwa nini Njoki Sabe hatachukua uwakilishi wa taswira ya mwana kondoo? Sikilizeni kwa makini, narudilia kusoma. Ni Kweledi, mwana kondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu, ambaye alikuwa mwathirika wa kwanza kupenya, kuna mabano, kujua kifo, na ambaye hakuwa amedai kulipiza kisasi, kuna mabano, ingawa roho mseto mwenye uso wa mwana kondoo na roho wa hiari walikuwepo na walimkana mundiwe. Tunafunga mabano. Inaeleza pia kwa nini Njoki Sabe alichukua taswira ya Kweledi, mwanakondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu. Maana yake msamaha na toba, kuna mabano, ingawa roho wa haki, roho wa kisasi na roho wa kifo pia walikuwepo wakati ambapo Pongise alitaka kumuua mundiwe kaka yake. Roho wa toba alitokea mara moja na kumkubali mundiwe. Hivi mnaelewa gisi tunavyo? Hivi mnaelewa kile ambacho tunaongea hapo, ndugu zangu? Kwa hiyo mwanakondoo ambaye mnamuona katika kitabu cha Ufunuo ndani ya Biblia za kisasa sura yake ya 5 ni mwanakondoo ambaye Abeli alichinja na baadaye akaunguza. Sasa hivi mnafikiri Njoki Sabe anapokuja kuokoa watu weusi katika dunia hii, mnafikiri tu ni watu tu ndio wamekuja tu kuokoa tu? Ndivyo mnavyofikiria? Mnafikiri hakuna wanyama pia ambao wapo katika hesabu inayojulikana ambao wanatakiwa pia kuokolewa? Kwa hiyo ndio maana Njoki Sabe anapokuja atachukua ishara, yaani ni ishara ya utakaso, ishara ya msamaha, ishara ya toba, ishara ya ukombozi, ili kuondoa taifa katika dhambi. Atatumia ishara ya mwana kondoo. Kwa nini? Kwa sababu ni mnyama wa kwanza asiye na hatia aliyeuawa kwa sababu ya shetani mlima Bobe. Ndio maana Njoki Sabe atachukua mfano huo ili kupenda kurejesha taswira ya huyo mnyama ambaye alionewa, na hivyo atachukua ishara ya Kweledi, atachukua ishara ya mwana huyu kondoo anayeitwa Kweledi. Ndio maana tunasoma ni Kweledi, mwana kondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu, ambaye alikuwa mwathirika wa kwanza kupenya, yani kujua kifo, na ambaye hakuwa amedai kulipiza kisasi, kuna mabano, ingawa roho mseto mwenye uso wa mwana kondoo na roho wa hiari walikuwepo na walimkana mundiwe. Inaeleza pia kwa nini Njoki Sabe alichukua taswira ya Kweledi, mwanakondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu. Maana yake msamaha na toba, kuna mabano, ingawa roho wa haki, roho wa kisasi na roho wa kifo pia walikuwepo wakati ambapo Pongise alitaka kumuua mundiwe kaka yake.
Roho wa toba alitokea mara moja na kumkubali Mundiwe. Maana yake ni nini, ndugu zangu? Nimesema kwamba mtu wa kwanza kumwaga damu duniani sio Kaini, hapana, bali alikuwa ni Abeli. Maana aliua kiumbe ambacho kiko hai, kisicho na hatia yoyote, na mnyama huyo alikuwa ni mwana kondoo na aliitwa kwa jina la kweledi. Na wanawambia kwamba Yawe yeye alifurahia sadaka. Unaona, ni kitu ambacho hakiwezi kikapita katika mantiki ya watu ambao wana ufahamu ambao uko mzuri. Kwa hiyo huyo mwanakondoo, wakati ambapo Mundiwe ambaye wataita Abeli alipomuua huyo mnyama, hakuomba kulipizwa kisasi. Sijui kama unaelewa vizuri. Wengine watasema imani, sasa hii ikiwa aliuawa, sasa ataomba tena kisasi namna gani? Bali alichokifanya yeye, alimsamehe Mundiwe, alimsamehe Abeli. Yaani mwanakondoo huyo, mwelewa kwamba yeye alikuwa ni kama vile mwasirika na mtakasaji tena. Yaani yeye anateseka, amewasirika, lakini tena anatakasa. Hivi sijui kama unapenya hii. Yaani huyo mwanakondoo alichukua nyazifa mbili moja kwa moja. Yeye anachinjwa ambaye ni mwasirika, lakini anakubali tena kusafishwa kwa nani? Kwa Mundiwe. Yaani akasamehe moja kwa moja. Yaani yeye ni mwasirika tena ni mtakasaji kwa wakati mmoja. Na ndio maana Jokisabe atakapokuja atachukua taswira ya mnyama huyo, atachukua taswira ya mnyama huyo akiwa katika hali inayoonekana. Mwanakondoo ambaye anaongelewa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 ni mwanakondoo ambaye Abeli aliua, na Jokisabe akachukua ishara hiyo, ishara ya msamaha ambao mnyama huyo alitoa kwa Abeli. Kitu cha kushangaza ni kwamba wakati ndani ya Biblia za kisasa Abeli alipouawa yeye, damu yake inaanza kulia kwamba inapenda sijui nini, naye pia kisasi kirudishwe. Sasa yeye wakati ambapo alipoua huyo mnyama hakufikiri kwamba hata naye mnyama anahisi maumivu, naye pia anaweza akalalamika ili kwamba alipizwe kisasi. Ndio kitabu cha Kudumanemula sura yake 21 mstari wa 2 nasema, nilipomwona huyu anayetuelezea hapa sasa ili mpate kuelewa vizuri ni Jongwani ambaye wataita Yohana Mbatizaji. Nilipomwona Jokisabe akipita, niliwaambia wanafunzi wangu wawili, huyu hapa ambaye ni ishara ya kiroho ya mwana kondoo wa Luba, kuna mabano, roho mseto yenye uso wa mwana kondoo, tunafunga, mmoja wa watakasaji wawili kutoka kabila la sawa kama sisi, anaondoa dhambi ya wasioanzishwa. Unaona? Kwa hiyo haya ndio maneno ambayo Jongwani ambayo taita Yohana Mbatizaji aliyoyaongea akiwa na wanafunzi wake wakati alipomwona Jokisabe akipita. Yaani Jokisabe anapotembea yeye wakati alipoona, yaani anachukua taswira ya mwana kondoo huyo. Halafu nyuma sasa yeye ataona namna gani? Kuna roho mseto yenye umbo, yenye uso la mwana kondoo, ndilo atakaloona. Hiyo roho ataona vizuri. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 11 hadi 13 nasema, na viumbe vyote na roho zote zilizo katika agizo kula vitu, walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa duniani, aina za uwai chini ya sheria ya neno la Teteh, zilizo chini ya dunia, na zile zinazojulikana zilizo katika bahari na bahari ndogo, kuna mabano na nyinginezo, nikawasikia wakisema, kuna nukta mbili, kwa Teteh na kwa wana wawili waliozirishwa kabla ya uwepo usio kuwepo, iwe heshima, utukufu na sifa milele. Lakini maabudu ni kwa Teteh peke yake. Na wea, yani maserafi 4 wakasema, na iwe hivyo. Ndani ya Biblia za kisasa, amen, n'importe quoi. Amena ni demon. Na ni kipindi kipo hapa, Mulidi amekifanya hapa. Na badum wazee hawakumsujudia yeye ambaye alionekana kati ya Jopele Ebeti, yani kiti cha enzi, lakini waliabudu kiroho ndani yao Teteh aliye nje ya uhalisia wote.
Ndugu zangu, ni kupenda kuambia kwamba kitabu cha Ufunuo ndani ya Biblia za Kisasa sura ya 5, yule mwana kondoo anayeongelewa pale sio Yesu hapa, yaani ni mwana kondoo ambaye aliuawa na mundiwe ambao wataita Abeli. Sasa Kristo naye pia atachukua taswira tu ya huyo mnyama katika lengo la kurejesha kile ambacho kiliharibiwa na shetani mlimavumbi. Na anapofanya hivyo, kwa sababu yeye hakuja tu kwa sababu ya watu, lakini pia hata kwa wanyama pia nao pia kuna hesabu ambayo ipo kwa ajili yao ya kuokolewa. Ndugu zangu, kwa hiyo huo ndio uhalisia halisi kuhusiana na kitabu hicho cha Ufunuo sura yake ya 5. Loba akiruhusu kupitia neno lake, basi tutaleta mafundisho pia kuhusiana sasa na huyu mwana kondoo mwenyewe, sasa ya mafundisho yanayomuhusu yeye mwenyewe, sasa Luba akiruhusu kupitia neno lake. Asanteni sana ndugu zangu, msisite, msiwe na woga, msiogope hata kidogo. Mko katika njia nzuri, mko katika nyumba nzuri. Mkiwa na maswali ulizeni tu, mtulie, muulize tu bila wasiwasi, ila msiogope kwamba hizi ni siku za mwisho, kutakuja manabii wa uongo. Na tumieni tu busara, tumieni tu hekima, tumieni kile ambacho mlipewa na Muumba, na mtakuja kugundua na kuona kwamba yote tunayoyaongea ni ukweli halisi, na hakutakiwi kuwepo na wasiwasi kuhusiana haya tunayowaambia. Ndugu zangu, mwache kuwa mashabiki wa hizo dini, kwa sababu dini ni kifo cha kiroho, dini ni angamizo, dini ndio mlango ambao umebaki wa kuweka watu weusi katika utumwa. Kwa hiyo Luba atusaidie katika hayo kupitia neno lake, lakini nawe pia fanya hatua mapema, muda haujamalizika.